Bwana Yesu asifiwe sana. Acha niongee kitu itakusaidia katika maisha yako. Kazi, hakuna kazi bila malipo yake. Kila mfanyakazi anafanyaka kazi sababu anajua kuwa kama malipo yake itakuwa kisha kazi. Sababu hakuna mfanyakazi ambaye alishakajiweka ndani ya kazi. Unajua, mfanyakazi akijiweka ndani ya kazi atatarajia malipo, lakini akiwekwa ndani ya kazi, yule aliyemweka ndiye ambaye atakayetarajia kwake malipo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza 14 mstari wake wa 26 utaelewa kama tuko nafanya sote kazi ya Mungu, sababu kuna wale Mungu aliita kwa kufanya kazi. Kama Mungu alikuita kwa kufanya kazi, utatarajia kwa Mungu malipo. Lakini kama wewe mwenyewe ndiye ulijiita kwa kazi, hautatarajia malipo mahali ambapo haukualikwa ama haukuwekwa ndani ya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso 4:11 mstari wake wa pili pale, alifanya wamoja kuwa mitume, alifanya wengine kuwa manabii, alifanya wengine kuwa wenjilisti, alifanya wengine kuwa mapasto, alifanya wengine kuwa walimu. Na wakati ambapo Mungu alifanya hivyo, alikuwa na malengo, alikuwa na shabaha yake kutuma wale watu ambao nimetaja, ile 5 ministeri, ile huduma 5 kwenda kazini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna wale ambao wanajiita mitume, wanajiita manabii, walijiweka, lakini Mungu akuwaweka katika huduma. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili 11 mstari wake wa 14 mpaka 15. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uliitwa na Mungu kufanya kazi, utasubiri malipo yake. Paulo anasema nini Wakorinto wa kwanza 9 mstari wake wa 17 mpaka 18? Anasema nini? Ningelichagua kazi hii, ningelitegemea malipo, lakini kwa sababu nilishurutishwa na Mungu, manake malipo yangu ni Mungu njo mwenye atanilipa. Ni Paulo anaongea hivyo. Kama pastere wako njo alikuita kufanya kazi ya Mungu, kama ni baba yako njo alikuita kufanya kazi ya Mungu, usitarajie malipo, kwa sababu malipo yako iko kwa yule aliyekuita kufanya kazi ya Mungu. Ndio maana kuna watu wengi ambao wanafanya huduma, wanafanya kazi ya Mungu, ni kwa sababu mchungaji alikuita ukuje ufanye kazi ya Mungu, ukuje upige gita, ukuje upige drum, ukuje upige keyboard. Na siwezi kubishana ama kupinga wale ambao wanaolomba mshahara yao kwenye madhabahu, sababu wengine wanakuwa wanasema kwamba bapiga mziki ni wapagani. Acha nikwambie, mpiga mziki sio mpagani, lakini kulomba kwake mshahara ni kwa sababu kuna mtu ambaye aliyemuita aingie ndani ya kanisa, na ndio maana akaanza kulomba mshahara wake kwa yule ambaye aliyemuita. Lakini angilikuja kwa hiari yake, anakuja kanisani, haezi kulomba malipo. Lakini wewe mchungaji umeita mpiga keyboard akuje akusaidie, na wakati yenye anaitika atakwambia kwamba hivi, nimekuja ndani ya kanisa lako, utakuwa umenilipa ngapi? Mpiga gita na atakwambia utanilipa ngapi? Iko tofauti na jinsi Mungu angilimuita yeye mwenyewe, anamwambia njoo mwanangu ukuje unifanyie kazi. Na wakati yenye Mungu anaweza kumuita mtu,
hautategemea malipo kwa mwanadamu. Utajua kama Mungu njoo ameniita kwenye hili kanisa, manake nipate nisipate ni amina, nikule nisikule ni amina. Ni kwa sababu hautarajie malipo kwa mwanadamu. Lakini kama mfanyamuziki anaweza tarajia malipo kwa mwanadamu, ni kwa sababu wewe mwanadamu njoo ulimuita ili akusaidie kwa kazi. Ndio maana usimpige mwanamuziki vita, usipige waimbaji vita. Ni kwa sababu wewe njoo uliwaita, lakini Mungu hakuwaita. Kama Mungu anaweza kumuita, atakuja kwa hiari yake na atakutegemea ako malipo. Bwana Yesu asifiwe. Iko tofauti na mtu ambaye amejiita na mtu ambaye ameitwa na Mungu. Haleluya. Kuna malipo kwa wale wanaofanya kazi ya Mungu bila kushurutishwa. Kwa wale wanaotumika njo wanaruhusiwa kupokea mshahara yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitumika ni lazima upate mshahara, lakini usipotumika hauwezi pata mshahara. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza 3 mstari wake wa 8, Mtume Paulo anasema nini? Malipo yangu mimi iko katika kufanya kazi ya kutangaza injili. Amen. Haleluya. Kama uliita mwimbaji ndani ya kanisa lako, unastahili kumupatia mshahara wake. Kama uliita mpiga muziki ndani ya kanisa lako, anastahili kupata mshahara yake, kwa sababu Mungu hakumkonduiri akuye mkanisa lako, lakini wenjo ulimkonduiri akuye mkanisa yako. Manake hivi wenjo ulimkonduiri, anatakiwa kupata mshahara wake. Lakini tatizo ni kwamba akilomba mshahara yake, weye unaanza kusema ameshakuwa mpagani. Sio mpagani, ni kwa sababu wenjo ulimuita ili akuje akusaidie. Paulo anasema hapa kwa Korinto wa kwanza 3:8, anasema kwamba malipo yangu mimi iko katika kufanya kazi ya kutangaza injili. Kupiga muziki ni kutangaza injili, kuimba ni kutangaza injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama leo fujo iko naonekana makanisani leo, ni kwa sababu ya wale ambao hawakuitwa kufanya kazi ya Mungu na wale wanaopigania macheo. Unajua vita yenye inaweza kuwa leo makanisani ni kwa sababu kuna wale walijenga makanisa bila uwito ya Mungu. Kuna wale ambao wanajiita mapasto, wanajiita maaposto, wanajiita maskofu na hawakuitwa na Mungu. Ndio maana utajikuta wakati ambapo sadaka inaweza kuingia kwenye madhabahu, wanaanza kupigania masadaka kwenye madhabahu. Ni kwa sababu hawakuitwa na Mungu kufanya kazi, walijiita, na ile kujiita wakaanza kutafuta mshahara yao hapa chini ya jua. Ijapokuwa Paulo anasema kwamba ningilitamani kazi hii, ningilitarajia malipo yangu hapa chini ya jua, lakini kwa sababu nilishurutishwa na Mungu, malipo yangu iko kwa Bwana. Oh my God. Na ndio maana fujo inaweza kuwa inaendelea makanisani, ni kwa sababu kuna wale walijiingiza ndani ya makanisa pasipo uwito wa Mungu. Kuna wale walijiingiza ndani ya makanisa pasipo Mungu kuwaita kufanya kazi yake. Ndio maana utaelewa kwamba makanisa mingi kuwa zinaanza alafu zinakufa njiani, ni kwa sababu aliona ndugu yake ameanza huduma, yeye naye pia anataka aanze huduma. Acha nikwambie, kama mwenzako alianza huduma, taka kujua kama je ni Mungu alimuita wala mwenyewe alijiita. Usijitie mkitu ambacho wewe kesho kitakushinda. Ndio maana kama wewe hauna uwito, acha tumikia wale ambao wako na uwito. Kama wewe Mungu akukuita, shuka chini ya miguu ya wale ambao walioitwa, ili upate kufunzwa na ili upate kupata uwito wako kupitia uwito ya wale ambao walioitwa na Mungu. Kwa sababu Mungu akiona jinsi unanyenyekea, jinsi unajishusha, atakuita kwa sababu
sababu ameona utiifu wako. Biblia inasema wazi, wakati yenye Josue alishuka mbele ya Musa, wakati yenye alinyenyekea mbele ya Musa, Mungu pia akaita sasa Josue, kwa sababu Josue akuitwa na Mungu, lakini Josue aliitwa na Musa. Na kwa sababu Josue alikuwa mtiifu, alikuwa courage, akatembea selo maagizo ya Musa, alafu Mungu sasa akaita Josue. C'est possible ukue hauna apele ya Mungu, unatembea na mtu mwenye iko na apele ya Mungu, unanyenyekea chini ya miguu yake, kuliko kwenda kufungula kanisa yako, we nyenyekea chini ya ile migulu. Inawezekana kunyenyekea yako njo yenye itatuma Mungu sasa anakuita kufanya kazi yake, na akikuita atakuwa na kupatia mshahara.